Licha ya kwamba wekundu wa Msimbazi Simba leo hii kocha wake Steve Barker alifanya mabadiliko kadhaa katika wachezaji wanaoanza kikosini, lakini bado walionyesha kiwango cha juu na kupata ushindi mnono wa mabao 4-0 na hivyo kujiongezea idadi ya pointi kutoka pointi 46 walizokuwa nazo awali. Hivi sasa wekundu wa Msimbazi Simba wamefikisha pointi 49 kutokana na ushindi mnono wa mabao 4-0 dhidi ya timu inayohaha kujinasua katika janga la kuteremka daraja ya Tanzania Prisons. Ndio, ushindi huo wa mabao 4-0 umeifanya sasa Simba kufikisha idadi ya mabao 39, lakini ikiwa imeruhusu mabao 9 kutokana na clean sheet ya leo hii, huku idadi ya point kufikisha point 49. Maana yake sasa tofauti yao na vinara wa ligi watani za wajadi Yanga kuwa ni tofauti ya pointi 5, kwa sababu Yanga wana pointi 54. Ushindi huo wa Simba ulitokana na kiwango bora walichokionyesha kuanzia dakika ya kwanza mpaka mwisho wa mchezo. Ni wao ndio waliokuwa kimiliki mpira zaidi, ni wao ndio waliokuwa kifika zaidi katika eneo la wapinzani wao na kufanya majaribio mengi ya kufunga. Dakika 45 za kipindi cha kwanza tayari Simba walishaonyesha ni kitu gani wanakihitaji katika mchezo wa leo, kwamba ni kushinda, kupata pointi 3, lakini kikubwa zaidi kucheza soka la kuvutia na kupata mabao mengi. Ndio, kwa sababu mpaka dakika 45 Simba walikuwa wanamiliki mpira kwa 71% kulinganisha na 29 za Tanzania Prisons ya kocha Shadrack Nsajigwa Fuso, lakini pia Simba ilikuwa tayari imeshapiga mashuti 11, 5 yakilenga shabaha, ilhali Tanzania Prisons ikiwa imepiga mashuti 2 tu na hakuna hata moja lilolenga shabaha, ingawa mpira moja wapo kati ya hayo 2 ulikuwa ni uliogonga nguzo, mpira wa faulo uliopigwa na Salum Kimenya. Lakini ni mpaka mapumziko Simba walikuwa wamepoteza nafasi nyingine nzuri ya kufunga kutokana na mkwaju wa penalty. Anthony Mligo alifanyiwa madhambi na Salum Kimenya ndani ya eneo la penalty, na mwamuzi Abdi Wahihi akaamuru kupiga mkwaju wa penalty ambao ulikwenda kupigwa na Selemani Mwalimu Gomez, ambaye hata hivyo aliutoa mpira huo na hivyo kuikosesha nafasi Simba ya kufunga katika tukio hilo. Hata hivyo kufikia mapumziko Simba tayari ilikuwa inaongoza kwa bao la kwanza likiwekwa wavuni na Morris Abraham katika dakika 27 kutokana na kazi nzuri ya mchezaji Anthony Mligo. Alionyesha kiwango bora sana leo hii wakati pale alipopiga mbalo liligonga nguzo. Uliporejea Morris Abraham alikuwa ameanza kikosini leo hii kati ya mabadiliko kadhaa aliyofanya na mwalimu Steve Barker, akaukwamisha mpira wavuni uliomshinda golikipa Musa Joji Bisa. Lakini katika dakika 42 Clatous Chota Chama Mwamba Lusaka akiwa kwenye kiwango kingine bora leo hii akafunga bao zuri lililotokana na pasi kutoka kwa Alassane Modo Kante, akamzidi maarifa golikipa Musa Joji Mbisa. Alikuwa amejaribu kutoka akauchopo mpira ambao ulikwenda wavuni, bao zuri na kuifanya Simba iwe ina mabao 2 mpaka kufikia dakika ya 42. Kwenye dakika 44 Simba wakafunga bao lingine ambalo hili lilikuwa wavuni na Selemani Mwalimu Gomez, ikifuatia pasi nzuri kutoka kwa Libase Gay. Mpaka mapumziko Simba wanaongoza kwa mabao 3-0. Kipindi cha pili ndipo ambapo Clatous Chota Chama katika dakika 62 akatoa assist. Tari hii ni kona ambayo ilienda kuwekwa wavuni na Ismail Olivier Toure, bao ambalo lilifanya Simba iongoze kwa mabao 4 yaliyodumu mpaka mwisho wa mchezo. Kwenye kikosi chake leo hii kocha Steve Barker nini alichofanya? Alianza na mfumo baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo 2 ukabaji, 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara 1. Sasa katika kikosi hicho ndipo kukawa na mabadiliko kadhaa kulingana na wachezaji ambao huanza mara kwa mara hivi karibuni. Baada ya golikipa Mahamadou Tanja Jibo, beki wa kulia hakuwa nahodha Shomari Kapombe, badala yake alianza alikuwa ni David Kameta Duchu, wakati beki wa kushoto alianza Anthony Mligo na sio Nixon Kibabagi. Mabeki wakati walioanza ni Ismail Olivier Toure, lakini pacha wake Rushan Derok mwenye majeraha hakucheza leo hii, badala yake alicheza na Vedastus Masinde. Halafu katika viungo wale ukabaji ulikuwapo na Alassane Modo Kante pamoja na Yusuf Kagoma, wakati kwenye viungo 3 ushambuliaji walikuwapo walikuwa ni pamoja na Morris Abraham, alikuwepo Libase Geye, lakini kwenye mshambuliaji alikuwepo Selemani Mwalimu Gomez. Ni katika kikosi ambacho kilionyesha kiwango kizuri katika muda wote wa mchezo, tunaweza kusema hivyo. Hata pale mabadiliko yalipofanyika kwenye kipindi cha pili, ikiwapo kutoka kwa Clatous Chota Chama katika dakika 62 mara tu baada ya kutoa assist iliyowekwa wavuni na Ismail Olivier Toure, aliingia Ladak Chasambi, miongoni mwa mabadiliko yalifanyika, lakini bado Simba ilikuwa inamiliki zaidi mpira, kufika zaidi eneo la mwisho kufanya majaribio ya kufunga dhidi ya Tanzania Prisons, ambayo
kwa kikosi kilichoanza cha kocha Nsajigwa leo hii ilikuwa baada ya golikipa George Musa Mbisa. Walioanza baadhi yao walikuwa ni pamoja na Eva Kaboma, walikuwepo vile vile Wema Sadoki katika walinzi wao, alikuwepo Morris Owino mchezaji kimataifa kutoka Kenya. Katika viungo waliokuwa hapo ni pamoja na Doto Shabani, lakini vile vile Michael Mutinda. Kwenye viungo ushambuliaji alikuwepo Emmanuel Martin, alikuwepo vile vile Haruna Chanongo, wakati katika eneo la ushambuliaji mshambuliaji wa kati leo hii alianza alikuwa ni Oscar Mwajanga kati ya wachezaji walioanza. Leo hii kocha Shadrack Nsajigwa alishasema tangu awali kwamba atazuia zaidi na kuheshimu Simba kushambulia kwa kujibu counter attacks, lakini hata hivyo licha ya kufanya jitihada kubwa za kuwa wanazuia zaidi, bado Simba walikuwa bora zaidi kwa sababu waliweza kupenya ngome ya Tanzania Prisons mara kadhaa na kufunga mabao manne, huku pia wakikosa mkwaju wa penalty unatoka kuelezea, lakini vile vile kuna nafasi kadhaa ambazo lau kama wangetulia wangekuwa na mabao mengi zaidi. Clatous Chota Chama mwenyewe licha ya kufunga na kutoa assist alipoteza nafasi mbili ambazo angeweza kufunga, lakini vile vile Selemani Mwalimu ipo nafasi alipoteza, Libasege hali kadhalika. Simba mwisho wa siku kilichowapa furaha mashabiki wake ni pamoja na kuingia kwa Anise Ura aliyekuwa majeruhi akakosa mechi takriban 2 zilizopita, lakini leo hii aliingia kipindi cha pili na hivyo kuwaonyesha kwamba mashabiki wa Simba kwamba yupo fiti, amerejea tayari kwa ajili ya kuitumikia timu yake hiyo kutimiza mipango yake kwa msimu wa 2025-2026. Matokeo hayo Simba ushindi mnono wa mabao 4-0, lakini pia walikuwa na clean sheets na sasa wamepunguza tofauti ya pointi baina yao na vinara Yanga kubaki pointi 5. Je, kwa kiwango hiki ambacho kilikuwa cha juu, Simba wataendelea kuonyesha kwa kiasi gani kuhakikisha wanapata ushindi katika mechi nyingine zote ili kuendelea kuichallenge Yanga katika mbio zao za kuwania ubingwa? Hilo ni swala la kusubiri kwa sababu tofauti ya pointi 5, wote wamecheza mechi 22. Maana yake Simba inachohitaji ni kushinda michezo yote, lakini wakati huo ikiwa wanawaombea mabaya watani zao jadi Yanga ili wateleze kwa kufungwa ama kutoa sare kwa vyovyote vile ili kuifanya dhamira yao ya kutoa ubingwa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu ibaki kuwa hai. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Wasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.